ili imae pone, na kuahidi hatozurika hata unywele mmoja wa kichwa chake. Niamini mimi wake. Hapana Faru, bado hainiingia akilini. Siwezi. Siwezi kumsaliti mjomba wangu kwa namna yoyote ile. Vipi kama kufanya hivyo itakufanya uwe malkia mkuu wa himaya hii? Faru na Malkia Nandela ni katika harakati za kuweza kuhakikisha kwa sasa wanaandaa mpango mpya wa kuweza kumpindua chifu. Kwa sasa wameweza kuona njia pekee ambayo wanaweza kuitumia ni njia ya kuwatumia ndugu zao wa karibu, yaani watu wa karibu waweze kumsaliti chifu na kuweza kumdondosha mapema kabisa. Sasa hili ni balaa zito kinomanoma. Lakini kitu cha kukumbusha ni kwamba kwa sasa kama unavyojua kwa mujibu wao wenyewe kama walivyosema kwamba kikulacho kinguoni mwako. Kwa hivyo moja kwa moja yule mlinzi wao pia na yeye anawachunguza na kuweza kumpatia taarifa moja kwa moja Malkia yule mkubwa, yani mke mkubwa wa chifu, kitu ambacho kitakuja kuwaletea matatizo makubwa sana huko mbeleni, kwa sababu hawajui ni kipe hasa au ni watu gani hasa ambao wanawachunguza. Kwa hivyo moja kwa moja hii inakuja kuwaletea shida kubwa sana. Basi nichukue nafasi hii niweze kualika moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network. Kimsingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli umekubali na kuipenda tamthilia hii, basi nikusia hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha nikualike moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina. Na leo mapema tamthilia hii itakwenda kuachiwa, lakini huu ni uchambuzi. Karibu leo uchambuzi. Hii ni Bongo Movie Network, hakikisha unabonyeza neno subscribe. Sasa mwanzoni kabisa tuliweza kuona namna gani hasa kwa upande mzima wa mtoto wa chifu ambaye alikuwa akizurura aliweza kung'atwa na nyoka, lakini bahati nzuri kwa upande mzima wa huyo ambaye ni Kitana aliweza kumwokoa na kuweza kumpa onyo kwamba ahakikishe hazururi ovyo kama ilivyokuwa mwanzoni, yani ahakikishe hazururi ovyo akiwa peke yake. Kwa hivyo kamwokoa, kamponya na lile janga la nyoka ambaye alikuwa tayari ameshakwisha kumng'ata. Lakini imekuwa ni siku yake nzuri sana kwa sababu alikuwa akisikia taarifa na habari kuhusiana na kwamba mtoto wa chifu Kitana yupo. Mtoto wa chifu alikuwa akipewa taarifa kwamba Kitana yupo, lakini leo hii ameweza kukutana naye. Kwa asilimia kubwa watu wengi sana wameshakutana naye. Kwa upande mzima wa chifu ameshakutana naye, lakini pia kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Nandela, Malkia Nandela, Faru Zamba, wote wameshakwisha kukutana naye na wanajua kabisa kwa sasa ni hawamwezi, yani kwa nguvu, kwa sababu kila njia waliojaribu kutafuta namna ya kuweza kumkamata kama Faru Zamba alidiliki hata kumgusa, lakini mwisho wa siku alikuwa akipepesuka. Kwa hivyo moja kwa moja kwa asilimia kubwa hapo bado kazi ni kubwa sana. Sasa kama ukoa, lakini tukaje tukaonyesha tukio lingine kabisa ambalo limekuja kuibua hisia nzito sana. Tukio hilo lilikuwa ni tukio la Faru Zamba, ambapo Faru Zamba alikuwa akizungumza na Malkia Nandela. Lakini katika mazungumzo hayo ni kwamba kumbuka mlinzi wao ambao amekuwa akimlinda Malkia Nandela tayari anampelekea taarifa Binzula kule, yani mke wa chifu mkuu huwa anampelekea taarifa. Kwa hivyo taarifa zote ambazo huwa zinazokuja moja kwa moja huwa zinavuja bila hata kufika mbali. Kwa hivyo kwa asilimia kubwa hapo, yani ni sawa wanapoteza muda, yani wanashindwa kupambana na mtu wao karibu ambaye anawasaliti na hawajui lolote lile. Wanataka kuweza kumtumia mtu wa pembeni ambaye aweze kumsaliti chifu, hawajui kama na wao pia wanasalitiwa. Sasa katika majadiliano yale ilikuwa ni kwamba kuweza kuandaa mipango mipya ya kuweza kuhakikisha wanapambana na chifu kuweza kumtoa madarakani, ambapo mipango yao kwa sasa ilikuwa ni kuweza kuhakikisha wanatafuta mtu wa karibu ambaye atamsaliti, aidha na kuweza kumwekea sumu, aidha kuvujisha nyaraka zake na taarifa, ili kusudi wao watakapata nafasi ya kuweza kuchukua uongozi basi waweze kupata nafasi ya kuweza kuhakikisha wanaichukua nafasi kweli kweli. Sasa wamemtafuta Wadeka ambaye ni ndugu yao kule. Huyu Wadeka ni ndugu kabisa, ni mjomba wake kule chifu, na alikuwa ni mke wa Faru Zamba. Faru Zamba kama ameachana naye. Kwa hivyo hapo ukiangalia kwa asilimia kubwa kuna kazi kubwa sana. Lakini taarifa zile zikawa zimepelekwa moja kwa moja. Tumeona pia Manyakenda akiwa na yule jamaa ambaye anapenda kumuita Nyonyomi, kijana wa watu ambaye kwa sasa ameshakwisha kupona. Na kwa sasa Mwamba hataki taarifa zote kuhusiana na Manyakenda. Yaani kila kitu ambacho anachomwambia inaonekana ni uongo. Na kwa sasa hii inaashiria wazi kwamba Manyakenda anakwenda kupitia wakati mgumu sana, kwa sababu hajafanikisha kuweza kumponyesha. Lakini pia
kwa sasa haaminiki kwa lolote lile, yani kila kitu ambacho kwa upande wake yeye anakisema au kukipanga au kukiongea inaonekana ni uongo, kwa sababu tayari mambo kashapona, alafu kisha mke wake pia kashamwahidi kweli kwamba hatomwacha. Na hii inadhihirisha wazi pale ambapo alipoenda kumwambia taarifa za Falwazamba kwamba hamtaki tena na hataki mazoea yote yale, kwa sababu tayari mume wake ameshakwisha kupona. Hii inaashiria wazi kwamba ni kweli anachokisema Mwamba ni sahihi alichokuwa kimwambia Mnyakenda, na alitaka kumtishia kwamba kumpiga kama akizidi kuendelea yani na mipango yake hiyo ya kuhakikisha na mlazimisha, basi alitaka kuweza ataka kama vile kutaka kumpiga, kitu ambacho kiliashiria wazi kwamba yuko serious kweli kweli. Sasa leo hii kwa upande mzima wa huyu ambaye ni wale wa Bibi Nyanza, ndugu zake na Bibi Nyanza wameweza kukutana pamoja. Sasa wanajadiliana lakini namna gani kuweza kumdhibiti Kitana, huku wakiangalia ni kwamba tayari yule Baba Makabula tayari kashageuzwa kuweza kageuzwa kwa sasa kama mtu mwingine kabisa, kageuzwa na kuweza kuwa kageuzwa kuwa rabbit. Tunaita rabbit ni sungula. Kwa hivyo kwa sasa anaandana mtaani. Sasa kuna ile tunaita kwamba mchawi aliyekuloga amekufa. Hii ndio inayotokea. Huyu mchawi aliyemloga mwanae, yani Makombo, tayari amegeuzwa kuwa sungula. Sasa je, msaada atapataje Makombo? Hilo ndio swali kubwa ambalo lipo, kwamba je, Makombo atapataje msaada kwa kuwa alimloga yupo? Lakini kwa pande mzima waangalia wakasema kwamba dawa yake Kitana nayo. Kwa hivyo amsubiria Kitana atakapokuja na kisha atafanikisha kuweza kumuokoa na kuweza kumweka salama na kuweza kumfanya aweze kuwa vizuri kabisa. Kwa hivyo moja kwa moja cha kusubiria hapo ni upande mzima wa kumsubiria Kitana aweze kuhakikisha anakuja kutoa msaada moja kwa moja. Kwa hivyo kwa asilimia kubwa hapo msaada lazima upatikane. Sasa mambo yanazidi kunoga kweli kweli na mambo ni mazito, ama hakika hili ni balaa zito, na kwa sasa chifu kashatoa oda kwamba waweze kufuatiliwa watoto wake na familia yake, kwa sababu kaona kuna jambo haliko sawa. Lakini huko na huko Falwazamba anapanga mipango yake, lakini hapa lazima mke wa chifu aweze kukamatika, ukweli uweze kufahamika. Endelea kuenjoy. Hii ni Bongo Movie Network na huu ulikuwa ni uchambuzi kwa kina. Basi tukutane muda na saa mwingine. Asante kwa na mimi, tukutane muda saa mwingine. Asante. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video does not aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are true hidden games to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Siku zote huyu Malkia alikuwa akiambiwa na kuweza kupewa taarifa kuhusiana na Kitana kwamba Kitana
yupo na aliweza kupata zile taarifa kwamba aliweza kutoroka, na siku zote amekuwa akimsisitiza sana Falwazamba aweze kuhakikisha anamaliza Kitana mapema kabisa hata kabla chifu hajasanuka, kitu ambacho leo sasa ndio siku ambayo anakutana na Kitana ana kwa ana, ameweza kukutana na Kitana. Sasa huku maswali mengi ikiwa kwamba je, ni nini ambacho kinachokwenda kujili? Sasa leo nitakwambia nini hasa ambacho kinachokwenda kujili, lakini lengo kubwa la Kitana kuja hapo ni kuweza kumpa onyo kali na zito sana kuhusiana na mipango ambayo anaiandaa na kuweza kuiendeleza, kwamba mipango yake yote haiwezi ikazaa matunda kulingana na mazingira hayo. Basi nichukue nafasi hii niweze kualika moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Net kisempeke ambapo huwa tunazungumza uchambuzi kwa kina, na leo siku ya leo nitakufahamisha vitu vingi kweli. Kitu cha msingi tu ni kwamba hakikisha kama mara yako kwanza kufika hapa, basi nikusia hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia, basi nikusia hakikisha unabonyeza neno subscribe, alafu kisha nichukue nafasi hii niweze kukualika tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina. Sasa kabla sijakufahamisha mambo mengi sana zaidi ambayo nakwenda kujili, kwanza kabisa tuweze kuzungumzia kwa sasa katika ile tukio la mwanzoni kabisa ambalo tuliweza kuona moja kwa moja Bi Nyanza ambaye ni bibi yake na moja kwa moja bibi yake na huyu ambaye ni kijana ambaye anampenda binti wa chifu. Sasa tuliweza kuona ni kwamba alitaka kumthibitishia namna gani hasa alivyojigeuza na kuweza kuvaa uso wa Maginga, yani Maginga mwenyewe, alafu kisha akavaa uso wake ili kusudi kuweza kuhakikisha anamtumia yeye. Kwa hivyo alijibadilisha na kuweza kuact kama vile yeye ndo Maginga. Kwa hivyo kitu hicho kimepelekea moja kwa moja yeye aweze kuhakikisha anaandaa mpango yake. Sasa baadaye, sasa kitu kipya ni kwamba kwa sasa tuseme kwa asilimia kubwa wameweza kuungana kwa pamoja kuweza kufanya mipango kwa sasa kwa pamoja, ili kusudi kuweza kuona ni namna gani hasa watakavyofanya na kuweza kuini huu mchezo wa kuweza kuchukua huo utawala. Kumbuka Bi Nyanza anataka kuweza kumtumia kijana huyo ambaye damu ya baba yake iliweza kupotezwa katika ardhi hii ya Matale kwa kukosa haki. Kwa hivyo yeye kama yeye yupo kwenye mipango kuweza kuhakikisha anaipambania, lakini pia Bi Nyanza ni kuweza kuondoa utawala wa huyo hapa chifu aliyepo, kwa sababu chifu aliyepo inaonekana aliingia kwenye huo utawala kwa namna ambayo haikuwa sahihi, yani aliingia kwenye utawala huo kwa njia ambayo haikuwa sahihi, yani ya kupoka, yani ya kupokonya haki za watu, kama vile babake na Maginga ambaye damu yake ilimwagika. Na Maginga kama ukimsikiliza Maginga amekuwa akisema kwamba huenda leo hii babake ndo angekuwa chifu wa hima hiyo, na yeye angekuwa ndio mfalme, angekuwa mtoto wa mfalme. Kwa hivyo huwa inamuuma sana. Sasa anapambana sana na mipango yake amekuwa akipanga, lakini kwa asilimia kubwa kwa sasa bibi yake ndo amekuwa ni msaada na nguzo kubwa sana ambao imekuwa kimsaidia. Asingekuwa yeye, Maginga leo hii angekuwa ameshauawa kutokana na namna ambavyo amekuwa akisaidiwa. Tuweza kuona katika ile hatua nyuma kabisa aliweza kutaka kuchomwa, lakini ndio hii yupo na anaenjoy na anafurahia sana. Sasa kwa hivyo Bi Nyanza wameweza kupanga mipango kwamba siku ya sherehe ya mavuno ndipo ambapo watakapoliamsha zali na kuweza kuhakikisha wanateka umma wote na kuweza Maginga kuweza kuchaguliwa kama mtoto mfalme ambaye mtu ambaye atakwenda kurithi huo ufalme. Sasa Ngalewa akapata mfanyakazi mpya, binti ni mrembo kweli. Kwa sasa yuko pale anafanya msaada wa kuweza kumsaidia Bi Ngalewa. Tuweza kuona namna gani hasa Mwamba alivyokuja kutaka dawa, akamweleza Ngalewa na mwisho wa siku akapewa maelekezo akachukua dawa. Sasa yule binti kampata. Sasa pindi wako pale yule mke wake akawa amekuja ni kama vile anahisi labda anamfumania hivi, lakini baada ya kuzipata taarifa kwamba yule ni msaidizi wa Ngalewa, alishiwa pozi sana, akawa amenyong'onyea kinoma, kwa sababu anajua kabisa Ngalewa ni mtu gani hapo kwenye hiyo himaya, watu wakubwa sana ambao wao wanaheshimika sana, wenye nguvu za ajabu. I say sasa kama unavyojua tena Nandela, Malkia Nandela aliweza kuelekea pale kwa Falwazamba. Sasa wakati anafika pale kwa Falwazamba ni kwamba baada ya kumefika pale kamkuta Falwazamba ndio hivyo kashamaliza vitu vyake, yani alikuwa na binti mle ndani. Kwa hivyo kitu hicho kimemuumiza sana, kwa sababu ni kama vile anaweka watu karibu sana ambao anaona kama vile wanaweza kumharibia mipango, kwa sababu issue yao ni secret sana, yani ilitakiwa waweze kuifanya wao wawili. Sasa kitu pekee ambacho juu ni kwamba hata huyu binti wa mfalme anapenda vijana wenye damu changa, yani anatamani siku moja walau hata aweze kufanya kitu na Falwazamba, na ndio maana siku zote mipango yao ni kwamba huyu aje awe malkia, alafu
Falwazamba aje kuwa chifu. Hiyo ndio mipango ambayo walionayo iliyopo kichwani, kwamba Malkia Nandela aweze kuwa malkia hivyo hivyo, alafu huyu Falwazamba aweze kuwa chifu. Hiyo ndio mipango alionayo. Sasa sijajua kwa nini amewaza hivi, kwa sababu hana alichopoteza. Kama hapo alipo ni malkia, sasa je, akishakuwa Falwazamba ndo chifu, sasa atakuwa akapoteza nini? Kwa hivyo hapo moja kwa moja kibarua bado ni kizito na ni noma, sio itakuwaje. Kwa mpango yao bado ni mizito na hatuoni kama inakwenda kutimia kulingana na mazingira ambayo yapo kwa sasa. Sasa chifu amekutana na kijana wake, anamwambia na kumuonya kwamba inabidi aweze kubadilika, aweze kuwa mtu ambaye wa tofauti zaidi. Sasa kitu kingine cha kipekee ni kwamba Mwamba mwenyewe, mtoto wa Mama Kabula, yule Mama Kabula ameweza kumuua kijana wake. Yani kijana wake kataka kumtoa kafara, kwa sasa kamwekea dawa pale, kanani, mwisho wa siku kadondoka chini. Sasa bahati nzuri ni kwamba alikuwa anataka kuweza kumpoteza na kijana mwingine yule ambaye alikuwa ni Mwenyakenda. Bahati nzuri Kitana akawa ameweza kumsaidia. Sasa Mwenyakenda, je, atakwenda kulopoka alichokiona au itakuwaje? Hapo ndipo itakuwa balaa. Lakini kwa sasa ameweza kumgeuza, ni amekuwa sungula na ameweza kuwa sungula, kwa hivyo kwa sasa hawezi kusumbua tena. Basi mambo ni mazito na mambo ni moto kweli kweli. Kwa hivyo katika segment ile ya huku Malkia Nandela pamoja na huyu ambaye ni Kitana, Nandela haamini. Sasa kilichokuja kumleta hapo Kitana ni kuweza kumpa onyo juu ya mipango ambayo Nandela anaandaa aweze kuiacha mara moja. Basi kwa leo niseme sina ziada, mapema kabisa hakikisha unabonyeza neno sasa, alafu kisha tukutane katika hatua inayofuata. Huu ni uchambuzi. Asante. Siku zote huyu Malkia alikuwa akiambiwa na kuweza kupewa taarifa kuhusiana na Kitana, kwamba Kitana yupo, na aliweza kupata zile taarifa kwamba aliweza kutoroka, na siku zote amekuwa akimsisitiza sana Falwazamba aweze kuhakikisha anamaliza Kitana mapema kabisa, hata kabla chifu hajasanuka, kitu ambacho leo sasa ndio siku ambayo anakutana na Kitana ana kwa ana, ameweza kukutana na Kitana. Sasa huko maswali mengi ikiwa kwamba je, ni nini ambacho kinachokwenda kujili? Sasa leo nitakwambia nini hasa ambacho kinachokwenda kujili, lakini lengo kubwa la Kitana kuja hapo ni kuweza kumpa onyo kali na zito sana kuhusiana na mipango ambayo anaiandaa na kuweza kuiendeleza, kwamba mipango yake yote haiwezi ikazaa matunda kulingana na mazingira hayo. Basi nichukue nafasi hii niweze kualika moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Net ya sehemu ambapo huwa tunazungumza uchambuzi kwa kina, na leo siku ya leo nitakufahamisha vitu vingi kweli kweli. Kitu cha msingi tu ni kwamba hakikisha kama mara yako kwanza kufika hapa, basi nikusia hakikisha unabonyeza neno subscribe, kama hii ikiwa ni ishara ya upendo, kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia, basi nikusia hakikisha unabonyeza neno subscribe, alafu kisha nichukue nafasi hii niweze kukualika tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina. Sasa kabla sijakufahamisha mambo mengi sana zaidi ambayo nakwenda kujili, kwanza kabisa tuweze kuzungumzia kwa sasa katika ile tukio la mwanzoni kabisa ambalo tuliweza kuona moja kwa moja Bi Nyanza ambaye ni bibi yake na moja kwa moja bibi yake na huyu ambaye ni kijana ambaye anampenda binti wa chifu. Sasa tuweza kuona ni kwamba alitaka kumthibitishia namna gani hasa alivyojigeuza na kuweza kuvaa uso wa Maginga, yani Maginga mwenyewe, alafu kisha akavaa uso wake ili kusudi kuweza kuhakikisha anamtumia yeye. Kwa hivyo alijibadilisha na kuweza kuact kama vile yeye ndo Maginga. Kwa hivyo kitu hicho kimepelekea moja kwa moja yeye aweze kuhakikisha anaandaa mpango yake. Sasa baadaye, sasa kitu kipya ni kwamba kwa sasa tuseme kwa asilimia kubwa wameweza kuungana kwa pamoja kuweza kufanya mipango kwa sasa kwa pamoja, ili kusudi kuweza kuona ni namna gani hasa watakavyofanya na kuweza kuini huu mchezo wa kuweza kuchukua huo utawala. Kumbuka Bi Nyanza anataka kuweza kumtumia kijana huyo ambaye damu ya baba yake iliweza kupotezwa katika ardhi hiyo ya Matale kwa kukosa haki. Kwa hivyo yeye kama yeye yupo kwenye mipango kuweza kuhakikisha anaipambania, lakini pia Bi Nyanza ni kuweza kuondoa utawala wa huyo hapa chifu aliyepo, kwa sababu chifu aliyepo inaonekana aliingia kwenye huo utawala kwa namna ambayo haikuwa sahihi. Yani aliingia kwenye utawala huo kwa njia ambayo haikuwa sahihi, yani ya kupoka, yani ya kupokonya haki za watu, kama vile babake na Maginga ambaye damu yake ilimwagika. Na Maginga kama ukimsikiliza mara nyingi amekuwa akisema kwamba
huenda leo hii babake ndo angekuwa chifu wa hima hiyo, na yeye angekuwa ndio mfalme, angekuwa mtoto wa mfalme. Kwa hivyo huwa inamuuma sana. Sasa anapambana sana na mipango yake amekuwa kipanga, lakini kwa asilimia kubwa kwa sasa bibi yake ndo amekuwa ni msaada na nguzo kubwa sana ambao imekuwa kimsaidia. Asingekuwa yeye, Majinga leo hii angekuwa ameshauawa kutokana na namna ambavyo amekuwa akisaidiwa. Tuweza kuona katika ile hatua nyuma kabisa aliweza kutaka kuchomwa, lakini ndio hii yupo na anaenjoy na anafurahia sana. Sasa kwa hivyo Binyanza wameweza kupanga mipango